Naam, leo tunajifunza kwa habari ya mwili na damu ya Yesu. Sasa tunapojifunza somo hili, tuanzie hapa kwenye kitabu cha Yohana sura ya 6 na ule mstari wa 48. Anasema hivi: "Asa mimi ndimi chakula cha uzima. Baba zenu waliila mana jangwani wakafa. Hiki ndiko chakula kishukacho kutoka mbinguni, kwamba mtu akila wala asife." Kwa nasema hiki ndicho chakula kishukacho kutoka mbinguni, mtu akila wala asife. Asa mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele, na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Basi Wayahudi walishindana wao kwa wao wakisema, awezaje mtu huyu kutupa sisi mwili wake ili tuule? Awezaje mtu huyu kutupa mwili wake ili tuule? Sasa iko hivi, tunapozungumzia kwa habari ya mwili na damu ya Yesu, anasema haya Wayahudi walishindana wao kwa wao wakasema, inawezekanaje mtu huyu atupe mwili wake sisi tuule? Kwa hiyo Wayahudi wakafikiri kwamba Yesu atawapa mwili wake yeye ili wale. Akasema, je, inawezekanaje mtu huyu akatupa mwili wake? Lakini mwili na damu ya Yesu ni chakula kishukacho kutoka mbinguni. Mwili na damu ya Yesu ni chakula ambacho Mungu ametupa, ni chakula ambacho Bwana ametupatia sisi tukile, ili tukila chakula hicho anasema tuwe na uzima wa milele wala tusife. Na mwili na damu ya Yesu, mwili na damu ya Yesu ndiyo kalamu ya Bwana. Sasa ipo nguvu ndani ya kalamu ya Bwana. Si kwamba unashiriki tu mwili na damu ya Yesu basi kama desturi au kama kanuni fulani au kama utaratibu fulani, lakini ipo nguvu ndani ya kushiriki mwili na damu ya Yesu. Unaposhiriki mwili na damu ya Yesu unapokea nini? Hiyo ndio tunataka tuzungumzie leo kwa habari ya nguvu ya mwili na damu ya Yesu. Cha kwanza kabisa, kalamu ya Bwana ina nguvu ya uzima na ufufuo. Ina nguvu ya uzima na ufufuo. Kwenye kitabu cha Yohana ile sura ya 6 mstari ule wa 53 mpaka 54, neno la Mungu linasema hivi: "Ansa basi Yesu akawaambia, amini amini nawaambia, msipoula mwili wake mwana wa Adamu na kunywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Msipoula mwili wake mwana wa Adamu na kunywa damu yake, hamna uzima ndani yenu." Kwa hiyo unaposhiriki meza ya Bwana kwa maana ya mwili na damu ya Yesu, unaingiza uzima ndani yako. Lakini kingine anasema, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa hiyo hakuna ufufuo pasipo kushiriki mwili na damu ya Yesu. Kwa hiyo unaposhiriki mwili na damu ya Yesu, nini maana yake? Maana yake kwamba umesimamisha ile nguvu ya ufufuo ndani yako. Ufufuo maana yake ni kufufua au inafufua kila kitu kilichokufa. Nafsi zilizokufa, mwili na damu ya Yesu inafufua. Roho zilizokufa kwa sababu ya dhambi, mwili na damu ya Yesu inafufua. Hatima zilizokufa, mwili na damu ya Yesu inafufua. Kwa hiyo mwili na damu ya Yesu au kalamu ya Bwana imebeba nguvu ya ufufuo, kufufua vitu vyako vilivyokufa.